Katika msimu ambao tuko ndani yake kama ushirika, tuko katika msimu wa kupasua, kuwateka na kurecover all. Kwa hivyo tunafuatilia, tunataka kupita na kuweza kurejesha vyote kulingana vile neno ambalo tumepewa na nabii wetu na pia viongozi wetu kutoka Samueli wa kwanza 30 na mstari wa 8. Kwa hiyo basi tuko katika msimu huo, usisahau na hilo, na tunaendelea sambamba na neno hilo la Bwana. Na kama vile waimbaji ama kwaya wametuelekeza, it's time ya kurejoice au refresh, kama vile our sister ametuambia na kuonyeshana kwamba alikuwa amerudishwa na wageni waliomtembelea. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo sababu hiyo ningetaka kuongea kuhusu kuburudishwa ama refreshing that comes from the Lord. It's time of refreshment. Bwana asifiwe. Na kama vile nimesema, tuko katika msimu wa kuweza kupasua, kuwateka na kurecover. Ulimwengu pia umeenda katika misimu tofauti, na kama kungekuwa na misimu ingekuwa na janga kuu katika sehemu zinginezo, kama vile umejiandaa ukija tunaingia mwezi wa 7, mwezi wa baridi hivi, na je, kwamba umejiandaa vizuri? Bwana asifiwe. Kwa sababu tuko katika msimu huu, hata wakulima wanajiandaa kwa misimu tofauti ili ukaweze kuwa na starehe wakati huo wa msimu ambao uko ndani yake. Mhubiri akawa anatuambia kwamba katika chini ya jua kuna wakati wa kila kitu. Hata serikali yenyewe huwa inakupatia wakati wa likizo au wa kuburudika au wa kutulia. Praise the Lord. And that is how we are talking about refreshing times ama refreshment. Bwana asifiwe. Ukawa katika serikali utapata wakati mwingine unapofanya kazi sana wanakupatia off ama leave. Bwana asifiwe, ili kupumzike. Hata katika ulimwengu duniani unapata watu wametengeneza sehemu za burudani. Bwana asifiwe. Na niposa unapata hata waenda ama na biashara ya kuweza kutuliza, inaitwa inaweza kupatia holiday, ukaweza kwenda kupumzika na ukawa na burudiko na burudani yako mahali pale. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na pia Mungu hajatuacha nyuma, kwa sababu katika msimu huo wa kufuatilia na kufanya hayo mambo yote, nataka tuongee something that is called spiritual refreshment according to Acts 3:19. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ukristo una mahali ambapo huanzia, na mahali pale Ukristo ulianzia ni mahali pale pa toba. Naye Biblia inatuambia kwamba repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of God. So that times of refreshing may come from the presence of God. Tubuni basi mreje, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako wake Bwana. Times of refreshing. Bwana asifiwe. Kuna nyakati huwa ni kavu sana, na wakati huo huwa zinaburudisha na mvua. Bwana asifiwe. Wakati mwingine hata maisha ya Kristo yanakuwa yana ukame fulani na yanastahili kuburudishwa. Na ndiposa mwandishi wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume akawa anaturudisha pale kwa kutubu, kwa sababu huo ndio msingi wa Kristo, ili tukaweze kuwa na mioyo iliyobadilishwa, mawazo yaliyobadilishwa. Hapo ndipo kunakuwa na toba. Unasikia kwamba moyo wako unadungwa ama unakuwa na hofu, kwa sababu pengine umemfanyia Mungu kitendo ambacho pengine hakifai, ama moyoni mwako unasikia kwamba katika dhamira za mbele yako unasikia kuhakika kwamba bado unahukumika na jambo lote. Basi nenda mbele za Mungu na kutubu, ili Mungu akaweze kuondolea ghadhabu yake na akaweze kukusamehe. Bwana asifiwe. Na ndiposa Paulo anatuambia kwamba tutubu ili tuweze kurejea ama be converted. Kurejeshwa ni kule kuweza kugeuka
Bwana sifiwe. Converted, uwe twisted around. Bwana sifiwe. Ama unageuka, you turn again, ama you reverse. Praise the Lord. Ili mawazo yako yakawe yamegeuzwa, yaani revolutionized, ili sasa uweze kutazama Bwana tena. Kwa sababu Paulo hapo sasa hilo neno be converted, kama mwandishi wa neno hili la Matendo ya Mitume. Na baada ya hapo tunahakikisha kwamba dhambi zetu zitaweza kufutwa, so that our sins may be blotted out. After repenting and being converted, our sins are blotted out, and now we are ready to enter in times of refreshing. Bwana sifiwe. Ambao tunaongea kuhusu, kwa sababu hata hivi punde tuliambiwa na mchungaji wa kwetu ya kwamba tutakuwa na wakati wa uisho ama revival. Tamani matumaini yangu kwamba tunaendelea kujiandaa kwa sababu ya hayo, na kwa sababu muda wetu umetukimbiza sana, sitaangalia mambo mengi, lakini nitaangazia mambo machache ambayo inakuja na baraka hii ya kuweza kutubu, kugeuzwa na kubadilishwa na kuweza kufutiwa dhambi zako. Bwana sifiwe. Na basi tutaweza kuangalia kitabu kile cha Yoeli mlango wa 2 mstari wa 19 hadi 20. Joel chapter 2 verse 19 to 20 inasema hivi: The Lord will answer and say to his people, Behold, I will send you grain and new wine and oil, and you will be satisfied by them. I will no longer make you an reproach among the nations, very shame, but I will remove far from you the northern army, and will drive him away into a barren and desolate land, with his face toward the eastern sea, and his back toward the western sea. His stench will come out, and his false odor will rise, because he has done monstrous things. Bwana sifiwe. Baada ya kutubu, kuna baraka ambazo huambatana na kutubu kwetu, na kitu kimoja tukirudi katika mstari wa 19 tunaambiwa ya kwamba the Lord will answer and say to his people, Behold, I will give you rain. Anasema Bwana akajibu akamwambia watu wake, tazameni nitawaletea nafaka. Bwana sifiwe. Wakati ule ambao tumeweza kutubu, kuweza kugeuzwa na kufutiwa makosa, Mungu anakuwa tayari kutuletea mbegu ama kutuletea nafaka ama kutuletea what is called the grain, ambayo ni ya kupanda. Bwana sifiwe. Na katika Petro wa kwanza 2:2 tunaambiwa kwamba neno la Mungu ndio mbegu. Na kwa hivyo tunastahili baada ya kufanya haya yote, ili tuweze kufikia burudisho la Mungu, ni lazima tutamani, ni lazima tuwe tayari, ni lazima tufuatilie neno la Mungu, ni lazima liweze kutuelekeza, ni lazima liwe neno la Mungu ndio liwe ndio kile kitu ambacho kinatupatia tamaa ya kuweza kurudisha. Hakuna kurudisha lolote tutapata ndani ya Mungu pasipo neno lake. Dada wetu kutoa shuhuda akatuambia umuhimu wa kulisoma neno, kwa sababu neno linaweza kukunusuru na kukuhifadhi. Praise the Lord. Kwa hivyo basi neno la Mungu ni la muhimu sana wakati ambapo tunajiandaa kuingia katika kurudishwa. Bwana sifiwe. Utajua kwamba katika msimu wa kurudishwa, wakati huo, wakati utaanza kulifuatilia na kutamani na kuwa na ari ya kutaka kulisoma, kulisikii, kuliwaza na kulitafakari neno la Mungu. Bwana sifiwe. Hiyo ndio njia itakuelekeza katika kurudisho lako. Bwana sifiwe. Hiyo itakuwa ushahidi ya kwamba unafuatilia kitu cha maana ambacho ni kurudisho. Kila mtu anataka kupumzika ama kurudika mahali ambapo anasikia panastahili. Bwana sifiwe. Basi ni ombi langu kwamba Mungu ataweza kuchemsha ndani yetu tamaa pia ya kusoma, kulihifadhi
kulihifadhi, kulitafakari na kulitamani neno la Mungu na kulimega neno lile la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno tulipokeana mahali hapa, Yesu mwenyewe akawa anatoa mfano, anasema lile neno lisikialo linaweza kunyongwa, acha tumie hilo neno, na mambo ya ulimwengu. It can be chopped. Praise the Lord. By the cares of the world, deceitfulness of riches and lust of other things. Bwana asifiwe. Kulingana na Marko 4:19 akitoa mfano wa mpanzi. Bwana asifiwe. Ya kwamba neno hili ambalo unalipokea, usipolithamini, usipoliangalia kwa undani, usipolitafakari, tuondokapo kama vile mchungaji amesema, tukitoka hapa tunatoka tukiwa tumejazwa na 100%, ili ukaweze kukabiliana na ulimwengu, kwa sababu kule ulimwengu tamaa yake ni kunyonga hilo neno lililonalo. To chop the word that you have. Praise the Lord. The cares of the world, iko tayari kunyonga lile neno ili sipate nafasi ndani yako liumbike. Bwana asifiwe. Na nikufanye zaidi kwa kufanana na Yesu, na uwe na nguvu zaidi za kupiga hatua katika ulimwengu ulio ndani yake. Kwa sababu kwa ulimwenguni kuna ule deceitfulness of riches and the desires of other things. They enter and chop the word. And what happens to the word that you receive? It becomes unfruitful. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunaongea kuhusu kuburudisha. Kuburudisha kwa siku neno la Mungu itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo ili tuweze kuingia katika the refreshing times and moments of God, and the revival that God is telling us about, and what the choir has done to us, that we may be able to replace again in the Lord, we must desire, we must pursue the word of God, meditate it, and make it your portion in the name of Jesus. Bwana asifiwe. May the Lord God refresh His house to have the desire of the meat of the word of God, of our God, in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Utamani neno, ulikule neno, uliwaze neno, wacha liwe sehemu yako. Wakati nakata kauli, ukate na kauli ukiwa umeelekezwa na neno la Mungu, kwa sababu ndani yake ndio kuna tunda tosha. Bwana asifiwe. Katika mahali tumesoma Yoeli 2:19, kuna kitu cha pili ambacho kimetajwa mahali pale. Joel 2:19, we shall serve as our key scripture. Kuna kitu kingine tumeambiwa kwamba ataniletea nafaka, alafu I will send you new wine and oil. Tatu angazia tena the new wine that God is going to give us. Bwana asifiwe. Mvinyo huwa madivai anaongea kuhusu, inaongea kuhusu Roho Mtakatifu ama utendakazi wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Tunastahili kutafuta msaada wa Roho Mtakatifu na tumruhusu aweze kufanya kazi ndani yetu, ili tukaweze kuingia katika burudisho hili ambalo Mungu anatuitia. There is no refreshing without the Spirit of the Lord. Bwana asifiwe. Ni lazima tutafute Roho huyu wa Mungu, tumdhamini, tutamani kujazwa naye, tutamani kuongozwa naye, tutamani atuongoze hata katika ibada zetu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ya kwamba hata tukija hapa kanisani tukiabudu na tukiimba, Roho wa Mungu anadhihirika, anatutendea. Isikuwe ya kwamba tunasikia kwa wengine, iwe na hata humu ndani kwetu tunaweza kuona Roho Mtakatifu akifanya kazi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tusiweze kukataza afanye kazi yake. Haleluya. Unajua wakati mwingi hasa mwanzo wa mwaka utapata Wakristo wengi wakiuliza, nabii fulani amesema nini kuhusu mwaka huu? Nabii fulani anasema nini kuhusu jamii? Nabii fulani anasema nini kuhusu kanisa? Nabii fulani anasema nini kuhusu taifa? Bwana asifiwe. Tunastahili kusikia kutoka hapa kwetu, Mungu ametunenea nini
kuhusu mambo yale ambayo yatakamilika. What has God said about my life? What is God saying about my nation? Because I have been praying. Bwana sifiwe. Kwa sababu kiongozi ibada amesema, if we pray there is a God who is an answer. Bwana sifiwe. Je, Mungu amesema nini katika madhabahu yetu kuhusu Kenya? Mungu anasema nini katika madhabahu yetu kuhusu kanisa letu? Praise the Lord. Bwana sifiwe. Wakati mwingine pekee tukija hapa tukiabudu Mungu, tukiimba, tunahisi kuonjeshwa uwepo wa Roho Mtakatifu. Lakini it's time to give the Holy Spirit his expression fully. Bwana sifiwe. Tusimkatize. Anapodhihirika tusimkatize. Bwana sifiwe. Tunapoona kuna kitu kwa Mungu anataka kusema, usikuwe wa haraka kuondokea, usikuwe wa haraka wa kumaliza kipindi hicho, kwa sababu tunasema sisi ni wa kiroho. Bwana sifiwe. Ama sisi sema, wewe unaenda kanisa gani? Mimi wa kiroho. Kiroho ni uruhusu wa Mtakatifu ajimanifesti mwenyewe. Praise the Lord. Hallelujah. Even in our service, when you feel that the Spirit of the Lord wants to say something, don't try to stop him. We have the priest of the altar. Bwana sifiwe. Wewe ukiona yanakuzidi, karibisha. Huenda hata hajui atafanya nini. But because God has given him this altar, when he comes here and opens his mouth, God will fill him with whatever he wants done in this altar. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. Wale ambao wanaenda kwa mikutano ya kwaya wanafunzi wa kazi ya altar, and they know that ya kwamba when you are in praise and worship, when the Holy Spirit starts to manifest himself, you don't stop the flow. You invite the priest of the altar. When he stands here, he might not know what to do, but because he's the priest of the altar, mandated of God to take care of us, the Spirit of the Lord will give him direction and lead him to say what the Lord wants to do and what the Spirit of the Lord wants to do. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Tunaelewana hapo? Usikatize. Just invite the priest of the altar. And if he's not around, try to look for maybe an elder who is there. When he comes here, he might take to do something, and the manifestation of the Spirit of God might be too heavy, and somebody who was sick walks out healed. Bwana sifiwe. Somebody who was not sick born again walks out born again. Bwana sifiwe. Kwa hiyo tusikatize mtiririko wa Roho Mtakatifu. May the Holy Spirit of God, Roho Mtakatifu wa Mungu, na ajidhihirishe katika nyumba yetu, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Naenda kwa haraka jambo la tatu pale, and I will send you oil. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kama mafuta inasimamia nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Nguvu za kuweza kustahimili mashambulizi, nguvu za kuweza kustahimili ama kushinda yale mambo ambayo huwa yanakushinda. Praise the Lord. Praise the Lord. Because the anointing breaks the yoke. Huenda ya kwamba pengine ulimi wako unakushinda, lakini wakati ambapo Roho wa Bwana ama pengine mafuta haya yanamwagwa kwako, yale maneno huwa yanakushinda ya ulimi wako yanatuliza. Pengine nyumbani kwako hakuna mtu anazaongea, kwa sababu ukija juu umekuja juu, kila mtu amejua umekuja juu. Watoto chika kitanda, wengine vingineko, kwa sababu mpendwa mzee wa kanisa amepandwa na hasira na Mungu, hakukaliki tena. Bwana asifiwe. Lakini haya mafuta yakitiririka, hata hizo mori zako zinakuwa safi. Bwana asifiwe. Ili watu wote wana nini? Na kuburudika. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na nyumba yetu ijawe na nguvu za Mungu. Praise the Lord.
utapata nguvu za kupigana vita za kiroho, utapata nguvu za kuweza kulinda hata kile ambacho Mungu amekupatia, utapata nguvu za kuweza kupanuliwa ama kupanuka kimaishani, utakuwa na nguvu za kuweza kufungua na kufungua kile ambacho chastahili kufanywa hivyo, na nguvu cha kutukuza hata mapepo kutoka kwenu, kwa sababu tayari mtubu. Sasa kile kinakuja ni mafuta ya Mungu. Bwana asifiwe. Itakuwa ni nyumba ambayo kuna nguvu. Sisemi kuhusu ile power, tunasema tunataka power. Hapana, sio power. We need power from the Lord. Praise the Lord. And later now, after repenting, the Lord will answer and say to his people, and say to Christian in the right, I will send you grace, I will send you new wine, and I will send you oil in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na tunaambiwa we shall be satisfied by them, and I will not make a reproach among the nations. Mstari 20. The Lord mstari 20. But these are the ones. No. Tuko katika Yoeli 2:20. But I will move far from you the northern army. Bwana asifiwe. You know, we are talking about refreshing moments that are brought after repenting. Bwana asifiwe. And these refreshing moments about tunaambiwa kuhusu, we are talking about the benefits of repenting so that you can enter into refreshing. Bwana asifiwe. Sasa hapo Mungu atuaidia kwamba atakemea ile uharibifu ama adui. He will rebuke or remove the northern army. Hallelujah. Bwana asifiwe. You shall see the hand of the Lord. Hallelujah. Ukikemea ile uharibifu katika maisha yako, tunakuja katika kurudisha. Bwana asifiwe. Areas of bondage shall be broken. Mahali ambapo nasikia umefungika, kuna kitu umejaribu kukiondokea, lakini kimekutazamia, kimekukwamilia, kitaweza kuvunjika when these times of refreshing comes. Praise the Lord. Addictions zingine ambazo tuko nazo zitaweza kuondolewa. Bwana asifiwe. Najua sisi kwa kiroho hatuna addictions. Sisi hatukuamini kwa simu sana, tunakuamilia kwa Biblia. Masaa yetu mengi ya Biblia, sio simu, sio WhatsApp, sio Facebook, sio internet. Hapana. Nikiangalia marafiki wanasema nini kuchagua. Hapana. Mimi ni wa kiroho, mimi ni Biblia, Yesu na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sinani usiku sana nikitazama msikiti wa saa 7. Hapana. Sisi wa kiroho. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na mchungaji akitisha mkutano wa saa 3 online na sinzia, lakini pia wa saa 7 niko gaga, niko ange kwa watu kweli atetea chako na magari. Bora kwa vipi? Lakini saa 3 nitalala. Hata wakisema ndio watu wao pesa patikana inshallah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Some addictions will be broken. Why? Because God will rebuke the devourer. God will rebuke our enemies. Chains shall be broken. Bwana asifiwe. Praise the Lord. And habits shall be defeated. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Unaweza kutubu peke yako sio kutaleta refreshment, lakini ni kufanyia kazi ya mambo ambayo tunaongea kuhusu. May the enemy be rebuked on our behalf by the Lord Jesus, even in this house today. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana akemee uharibifu kwa niaba yetu, kwa sababu tunafuatilia. We are in the season of pursuing. We are pursuing to be refreshed. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And we drive him away into a barren desolate land. Release backward the sea. Bwana asifiwe. Ataweza kuondoa kila kitu ambacho hakifai. Bwana asifiwe. Atatuondolea hayo mambo yote. Hallelujah. Hallelujah. Naenda kwa haraka kwa sababu hayo mambo yakifanyika, nchi yetu ama maisha yetu yataweza kuzaa matunda ambayo yanafaa. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama mimi nilikuwa ni yule ambaye hasina yangu haiwezi kusimika, Mungu alitaweza kudhihirisha kwamba wataulizana, huyu
asifiwe. Unajua pale kwetu mahali kuna kazi pale sokoni sana hapo nimefanya kazi ya uchuuzi hapo. Nimeona kiasi kama 3. Watu wanaanguka. Anakimbizwa sasa. Anatuacha. Hapo kufanya nini naye? Amelala tu. Wajuzi alikuwa anapatia customer ndizi. Akaambia customer, nimesikia hapa niegemeze kidogo kibali. Uegemeze. Haya ndio hiyo. Praise the Lord. Pick it up, please. Come to the house of the Lord. Read the word of God. Be filled with the Spirit of the Lord. Do the things that are said. Na utapata kurudishwa. It's not by power, brothers, or by power, my sister. It is by the Spirit of the Lord. Hivi tu utawezana nayo. You remember, how can you have your mambo? You need God. Praise the Lord. You need the Spirit of the Lord. Akusaidia mpaka wewe mwenyewe unashangaa unajiuliza. Na huyu ni mimi kweli? Bwana asifiwe. Kwa sababu utakuwa umefanywa kazi ambayo ni kamilifu. Praise the Lord. Nataka kwa mstari 23. Wewe 23. Fear not on that 23. Be glad when you children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he has given you the former rain faithfully, and will cause the rain to come down for you. The rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month. Sijika umeelewa hapa. The former rain and the latter rain in the first month. Yaani mvua zote zinakuja wakati mmoja. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunafuatilia na kufukuza, kuovertake. Bwana asifiwe. Na kurecover more. Amos 9:13. Amos inafuatilia kutoka karibu. Ukitoka Joel na Amos. 9:13 nasema 9:13 of Amos. Zimefuatana hapa. Behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes, he who sows the seed. The mountains shall drip with sweet wine, and all the hills shall flow with it. Nikumalizia na malizia. Kwa sababu tumepasi. Sasa tumewatek. Bwana asifiwe. Sasa tunaenda kurekaba. Imagine the Lord will send the planting rains and the harvest rains in the same month. Kwa sababu umewatek. You are recovering all. Anakuharakishia mambo sasa. Bwana asifiwe. Anakuharakishia mambo. Angalieni mshatoka sawa tunataka Amos Kiswahili. Angalieni siku zinakuja asema Bwana ambazo huyo alimaye atamfikiria avunaye. Yaani yule anapanda atafikia wa kuvuna. Mpanzi anafikia yule wa kuvuna. Bwana asifiwe. Na yeye akanyangaza bibi atamfikiria apandaye mbegu. Yule wa end product anafikia huyu wa mbegu. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu anakuharakishia mambo, atakupatia yote kwa pamoja kwa sababu ya kuwatende na recovery all. Praise the Lord. So he's giving you, anakurejeshea mavuno hata wakati utarajii kama dada yetu. Yaani mashangaa pale wanaoshangaza na vile Mungu anafanya. Anakushangaza tu. Praise the Lord. Because we are in that season, brethren. Pengine ulikuwa umevunjika roho na hisia kwamba nimeomba sana. Nimeomba sana miaka mingi hakuna kitu kimekuwa kikifanyika. What the Lord is telling us, brothers and sisters, is that what you have been praying for too long, God is going to do it suddenly. Praise the Lord. Ataifanya tu hakifanyike ghafla. Zile roho ama nyoyo, the souls ambazo zimekuwa zikipangiwa miaka mingi hapa, mchungaji ananingana kupanga mikutano, inatumia pesa mingi na kutafuta marafiki wa ulimwengu na wa karibu, tunafanya crusade, watu wanaokoka kwa vitabu, lakini hawadhihiriki. The Lord shall do it fast. Praise the Lord. Because we are recovering all. Bwana asifiwe. Zile resources zimetumika katika winning souls
We are recovering all. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The souls of the enemy will be restored. Bwana asifiwe. Ataweza kuturejeshea mavuno yetu. Our revival is coming. The lost dreams, the time that you have lost. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tukirudi kwa kitabu cha Yoeli, pia nataka kuangalia kumalizia. Usione kama utakaa sana. Yoeli pale, mlango ule wa pili tuteremka kwa mstari wa 25 because you are recovered. Mstari wa 25 wa Yoeli, mlango wa pili, Yoeli 25. Iko hapo tu nyuma ya Amosi. Sitafute mbali sana. Inasema so we restore to you the years that started us and people. They are talking about restoration and recovering more. The crawling locusts, the consuming locusts, and the chewing locusts, my great army which I sent among you. Bwana asifiwe. Anaongea kuhusu jeshi hili la nzige. Ameanzia na yule nzige mkali, yule anatafuna na kumaliza mara moja, mpaka yule nzige wa chini, yule anakula ndogo. Kwa sababu gani? Mungu hajaishi na zile vitu kubwa peke yake, mpaka zile vidogo. You know those streams that you hear, ukaona ya kwamba hata marafiki waniambia niachane na hiyo kupotelea mbali, kupotelea pote hiyo haifanyi kazi, hiyo haiwezekani. Wachana na ile ndio dream in the season of recovery. Oh, hata wachizi. Bwana asifiwe. Hata acha hiyo ndogo. Ile unachosema ni wachana nayo kabisa. Potelea pote. Nimeongea dakika mingi. Hata haifanyi. Nimeingia ofisi hii. Nimetahidiwa hivi. Nimefanywa hivi. Haifanyi. Itaruka. Those kind of things. Because the voice of the Lord that the Lord has spoken unto us is recovering all. Praise the Lord. Praise the Lord. So that we may rejoice again. Watu waliwaambia wachana hizo hazina, they don't matter anymore. Praise the Lord. There are things that we lost. Papa says, you know, but I pray today that may God restore even us to greater levels. That dream that you have in your head, the Lord is dead. It's not dead. Bwana asifiwe. Your destiny is not complete. Usilikia kwamba hatima yako imekwisha. Umejaribu mpaka katika mahali mawazo. Unaona baba yako, si alifanya nini? Alipofika hapa si alikwisha. Sasa wewe na wewe ni nani? We are not relying on the words of men. We are relying and being led by this word of the Lord. We shall recover all brethren. Usijiangalie ndio uko sahihi. Wachana hiyo hali hapa sahihi. Kuaminia hili neno. Tulianzia pale ya kwamba tukuaminie neno. Neno tulilonalo ni lipi? Neno hili ni kwamba pursue, overtake, and recover all, even the trivial things. Praise the Lord. The Lord will restore your joy again. Hallelujah. He will ensure that even your soul is restored in Jesus' mighty name. Hallelujah. Bwana asifiwe. We are in the season of pursuing, overtaking, and recovering all, so that we can enter into refreshing moments, the refreshing times of the Lord, the revival times of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kazi wewe wa wapasta tunasimama kwa huduma yetu ili tuweze kuelekeza wapasta ili tuweze kutamatisha ibada yetu. Karibu sana. Hallelujah. Serve the pastor as mic. Tumshangilie Bwana tena.